uwepo wa Mungu. Hiyo ndio topic yetu siku ya leo. Seeking the presence of God. Kutafuta uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, topic yetu ni kutafuta uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Ni mwaka mpya 2026. We need more of God. Tunauhitaji zaidi. Tunahitaji uwepo wake. Na kama kuna vitu tunatafuta katika maisha yetu ambayo tunaona tukitafuta vitakuwa na faida kwetu, basi wacha iwe kutafuta Mungu na kutafuta uwepo wake ndio ya kwanza. Haleluya. Yaani inamaanisha Mungu ni tabia yake kukaa ndani ya watu wake ili aweze kujionyesha mshindi na mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na uwepo wa Mungu ni kwa ajili ya kila mmoja ambaye anatamani kutembea na Mungu. Tumpigie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Kuna kitu huwa tunasahau kama Wakristo. Tunaona kwa sababu tuliombewa toba, tuliokoka, tunaenda kanisani, tunaenda tukirudi, tunaona kwamba mambo yote yamekamilika. Ndio maana nimetangulia kusema we need more of God. Maana tumekuwa more of us. Tumekuwa watu wenye shughuli zetu, tumekuwa watu katika shughuli zetu, lakini mambo ya Mungu tunayapatia percentage dogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani amegundua hiyo kitu ya kwamba watu wamekuwa ni watu wenye shughuli zao, wamekuwa ni watu na mambo yao. Mambo ya Mungu tumeyaweka nyuma. Na ndio maana shetani ameingilia, na shetani anatawala, na shetani anagandamisha watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwaka huu wacheni watu wa Mungu kila mmoja awe na tamanio la kutafuta uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na kutembea na uwepo wa Mungu ni kitu ambacho ni kitamu watu wa Mungu. Kutembea na uwepo wa Mungu si kuja kanisani na kukaa kurudi kule nyumbani. Tunahitaji kuwa tunajitoa zaidi. Tunahitaji kuwa tumetia bidii zaidi. Tunahitaji kuwa tumejinyima zaidi. Na ndio maana tumetanguliwa kutangaziwa fasting. Maana safari ni ndefu watu wa Mungu. Huu hapa ni mrefu sana tukitembea pasipo uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Na ndio unaona kwa sababu watu tumekuwa watu wa kuzoea Mungu. Tumekuwa watu kwa sababu tuliokoka tunakiri Yesu ni Bwana. Hiyo haitoshi kuwa una uwepo wa Mungu. Hiyo haitoshi. Bwana Yesu asifiwe. Unaona makanisani mengi kuna mafundisho ambayo hayaendi na neno la Mungu. Kwa sababu Mungu aliondoka mahali pale, imebaki ni jengo na miili ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Imebaki ni watu tu watenge wakati wao kama ni drama, wadanganye kuwa wanatoka kanisani, lakini uwepo wa Mungu uliondoka kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama na hayo tumeweza kushuhudia mambo mengi ambayo yanatisha, mengi ambayo yanakinaisha, mengi ambayo yanatisha, kwa sababu kitu cha kwanza tulichoka kutafuta uwepo wake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma Biblia kuanzia Genesis to Revelation, watu wa Mungu walijitahidi ili uwepo wa Mungu usije kaondoka ndani yao. Tuanze na Daudi. Daudi alijua siri ya kuweka Mungu ndani yake ni kukaa katika hali ya kuabudu, ni kukaa katika hali ya kutubu, na kukaa katika hali ya kuogopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana akasema ya kwamba pale katika Zaburi ya 51:11 akasema, Bwana uwepo wako usiende mbali nami, usiondoe Roho Mtakatifu ndani yangu. Alijua ya kwamba siwezi mimi kama mcha Mungu kutembea pasipo uwepo wa Mungu. Mimi kama mcha Mungu siwezi tembea pasipo uwepo wa Mungu. Ndio maana alipokuwa katika lile ombi la kutubu, akamwambia Mungu, Bwana uwepo wako usiende mbali
wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo ndilo ombi tunastahili kuomba kila asubuhi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Bwana asifiwe. Na kuna mambo mengi sana yao huja na kunyakua uwepo wa Mungu. Maana neno linasema Mungu anapenda wampendao, na wale wanaomtafuta watamuona. Bwana Yesu asifiwe. Kinyume ni Mungu anachukia wanaomchukia. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Praise the living God. Nataka tusome tu pole pole. Mambo ya Nyakati wa Pili 15:1-15. Twende pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo roho ya Mungu ikamjia Azaria mwana wa Odedi, naye akatoka ili amlaki Asa. Akamwambia, nisikieni Asa na Yuda wote na Benyamini, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni nabii anajiita Odedi ama Azaria mwana wa Odedi, naye akatumwa na Mungu kwa mfalme wa Yuda alikuwa anaitwa Asa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema kwamba katika Israeli walikuwa hawana Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na wakawa wanafadhaisha, lakini kwa sababu Mungu ni mwaminifu, akamtumia yule mfalme nabii wake Asa. Akamwambia, Asa na Yuda wote na Benjamin, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye, lakini mkimwacha naye atawaacha. Bwana Yesu asifiwe. Naye atawaacha ninyi. Alimtuma nabii aende kwa mfalme, kama vile Mungu ainue nabii aende kwa president. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu labda Mungu ameangalia kufadhaika kwa wana Kenya, kuhangaika kwa wana Kenya, akawatumania ama atumanie president, amwambie president na Wakenya wote, Mungu yu pamoja nanyi mkiwa mtakuwa pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu ni mwaminifu. Alipotuma huyu Azaria mwana wa Odedi, alienda kwa mfalme huyu anajiita Asa, mfalme wa Yuda. Na Asa alikuwa ni babake Yehoshafati. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia ile line ya Yesu kuzaliwa kwake, utapata Asa na Yehoshafati wako katika ile line. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Asa aliposikia ule ujumbe hakuupinga. Alitia bidii na akawa ana kiapo na wana wote wa Benjamini, wa Israeli wote, ya kwamba lazima wamtafute Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Israeli walikuwa wamefadhaika, kwa sababu walikuwa wameteseka, lakini ujumbe ulipomfikia yule mfalme akafanya vile vile. Akasema hivi, basi tangu siku nyingi Israeli wamekuwa hawana Mungu wa kweli, wala hawana kuhani afundishaye, wala hawana Torati. Lakini walipomgeukia Bwana Mungu wa Israeli katika msiba wao na kumtafuta, akaonekana kwao. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo wana wa Israeli walifanya. Nani jipeni nguvu, wala mikono yenu isiregee, kwa maana kazi yenu itakuwa na ijara, kazi yenu itakuwa na malipo, kazi yenu itakuwa na faida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, tumefundishwa ama tumetangaziwa saumu hapa, na tunapotangaziwa na kuhani wa Mungu ya kwamba ni lazima tuingie kwa maombi, ni lazima tuwe kitu kimoja, ni lazima tukubaliane, ni lazima tupokee hili jambo. Maana Mungu hawezi kumpa mtumishi wake hilo neno, ama hawezi kumpa mtumishi wake huo ujumbe na uwe ni bure. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna kitu Mungu anaenda kutenda. Na neno linasema, nani jipeni nguvu, wala mikono yenu isilegee, kwa maana kazi yenu itakuwa na ijara. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako, kazi yako itakuwa na ijara. Mwambie tena, mwambie ukimwangalia. Bwana Yesu asifiwe.
inasema wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao na mioyo yao yote na roho zao zote, na ya kwamba yeyote asiyemtafuta Bwana Mungu wa Israeli atauawa akiwa mdogo au akiwa mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mfalme anatangaza, anasema nataka tushikane mikono tumtafute Mungu wa kweli. Na nataka kila mmoja aidha ni mkubwa ama ni mdogo tumtafute Mungu. Na yule mtu ambaye hatatafuta Mungu atauawa akiwa mdogo ama akiwa mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na wote wakatii sauti ya mfalme na wote wakatafuta Mungu. Neno linasema ya kwamba Mungu alisikia maombi yao na akawastarehesha. Praise the living God. Tuko pamoja kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Asa alikuwa mfalme kama vile tuna president. Akaona katika mji wa Israeli kumekuwa hakuna Mungu wa kweli, na ni lazima kuwe na sababu kwa nini aliona hakuna Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnaweza sikia kuna Mungu anaabudiwa lakini si Mungu wa kweli. Tukawa na president ambao amegundua hayo yote na akasema kwamba nataka kanisa zote tutangaze saumu, watu wote waweze kutafuta Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ni wa ajabu, maana huangalia mioyo. Ni wakati wamepokea hii neno la kuwa watu next week waingie kwa saumu. Maana Mungu anasema walipokea lile jambo kwa roho zao na kwa mioyo yao yote. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo si mambo na kukubaliana kwa mdomo. Inataka kitu kipokelewe kwa furaha, kipokelewe serious, ya kwamba hii maombi tushikane sote, ni lazima tutaingia na ni lazima tutajifunga ili Mungu akaweze kuonekana kwako, ili Mungu akaonekane kwangu, Mungu akaonekane kwa kanisa lake, Mungu akaonekane kwa taifa la Kenya, Mungu akaonekane kwa familia zetu. Tusipokubaliana, Bwana Yesu asifiwe, itakuwa si vizuri. Hao watu walikubaliana. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba kabla hawajaanza kumtafuta Mungu, mfalme alienda kashika kondoo 700 na ng'ombe 700. Kwanza wakafanya ibada. Sema ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kumtafuta Mungu unaweza mtafuta hata kwa ibada. Amen. Si mchungaji amesema hapa asubuhi, ukiwa umeomba miaka mingi na ukaona maombi yako hayajibiwi, rudi kwa sadaka. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Si tumehubiriwa hivyo. Sasa huyu Asa akaona kabla hatujatafuta Mungu ni lazima tumfanyie ibada. Sema ibada. Akachukua ng'ombe 700 na kondoo 700, wote wakachinjwa. Bwana Yesu asifiwe. Plus wale walipotangaziwa kutafuta Mungu, neno linasema kwamba lile jambo walilipokea kwa furaha, wakapiga baragumu, wakapiga mapanda kwa furaha kwa mioyo yao yote, naye Mungu akaonekana kwao na akawastarehesha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, ni wakati wa kutafuta uwepo wa Mungu. Tunahitaji mambo mengi sana. Tunahitaji kuinuliwa, tunahitaji kubarikiwa. Lakini kitu cha kwanza kutafuta ni uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema uwepo wa Mungu ni kumaanisha hapa hautatumia nguvu zako, hautatumia mwili wako. Utakuwa una depend on God's power. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kutembea na uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Maana Mungu sisemi ya kwamba ametuondokea, lakini anasema tukimtafuta tutampata. Na ukirudi nyuma kidogo, Mungu anakuondokea. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi na narudia, jiangalie, jisikize wewe mwenyewe. Ukirudi step moja nyuma tu hivi, Mungu naye anakuondokea step moja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji Mungu kuanzia mwezi wa kwanza Januari. Tunahitaji uwepo wake. Tunahitaji Mungu kwa kila hali, kwa kila jambo. Tunahitaji Mungu kwa kila shughuli zetu zote. Tunahitaji Mungu kwa mipangilio ama kwa zinaitwaje? Resolution zile
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunahitaji Mungu hata katika huduma zetu. Mnaweza ingia kanisani mkaabudu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mungu akaja akafunulia mimi sikuwa nani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikawa kila mmoja kama anatia bidii ya kutafuta uwepo wake kivyake. Na uwepo wa Mungu hauwezi ukapatikana hivi hivi. Unaona huyu mfalme ilibidi afanye hata ibada ya kuchinja ili waweze kumpata Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine waliingia kwa maombi, wengine walijitoa, wengine walitolea vitu vyao ili waweze kumpata Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ya kwamba Mungu hapatikani hivi hivi. Mungu hapatikani kwa urahisi. Kuingia kwako sadi peke yake na kutoka, hiyo haimaanishi kwamba una uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunanyamaza? Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ambia jirani yako tutafute uwepo wa Mungu. Mwambie seek the presence of God. Mwambie tena seek the presence of God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uwepo wa Mungu unapatikana kwa yule ambaye ana haja na huo uwepo. Uwepo wa Mungu unapatikana kwa yule ambaye anamtafuta kwa bidii. Uwepo wa Mungu unapatikana kwa yule ambaye haumtafuti kwa urahisi. Na pasipo uwepo wa Mungu hakuna mahali tunaenda, hakuna kitu tunafanya, hakuna kitu tunatenda. Mungu akiwa ndani yetu, tutakuwa washindi kwa kila jambo. Mungu akiwa ndani yetu, tutashinda katika majaribu. Mungu akiwa ndani yetu, tutashinda katika mitego yote ile mwovu shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Israeli wakatafuta Mungu. Nikwambie kitu kimoja, unaweza jiona ya kwamba wewe umekamilika. Unaweza jiona ya kwamba mimi ninaomba na najibiwa. Unaweza jua ya kwamba mimi huingia kanisani kila wakati, lakini hayo haitoshi. Aliyeanza safari siye anayemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mfalme Asa, ukiendelea kusoma huko mbele, alikuwa ni mfalme, alimwita Mungu akaitika. Neno linasema kwamba alikuwa mkamilifu mbele za Bwana. Lakini kafikia mahali akazoea Mungu. Ilifika mahali akaanza kumzoea Mungu. Akaanza kutumia nyumba ya Mungu vile ambavyo haistahili. Akaanza kuendesha watu katika njia istahili. Huyo mfalme neno linasema ya kwamba alishikwa na ugonjwa wa mguu. Badala ya kumkimbilia yule Mungu aliyemwita kaitika, badala ya kumkimbilia yule Mungu aliyewastarehesha, alienda kwa waganga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maanisha kwamba sisi hatuko kamili, tunahitaji uwepo wa Mungu. Ambia jirani yako hivyo. Wewe usiongee lakini ndio ukweli. Mwambie jirani yako tunahitaji uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusikubali kuanza kwa udhaifu mwaka huu. Tusikubali kuanza kwa ulegevu mwaka huu. Tusikubali kuanza mwaka huu kwa uvivu. Tunahitaji uwepo wa Mungu ili tuweze kuona Disemba ingine ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usione kama ni kawaida kuitwa Mkristo, kuitwa umeokoka, ya kwamba unaingia kanisani ukitoka, ya kwamba unasema Yesu ni Bwana, ya kwamba nimeokoka. Hiyo haitoshi. Tunahitaji uwepo wa Mungu. We need the power of God. We need the presence of God ili tuweze kushinda hii safari ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Na haimaanishi kwamba kwa sababu wewe unaitwa mtumishi, haimaanishi kwamba wewe unasema natembea na Mungu kwamba haupati majaribu. Mwanzo wewe unayapata vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambao unaonekana na Mungu ndio unaroga kweli kweli, unaroga unasukuma ukutani. Kwa hivyo usione mtu anapitia majaribu ukamjaji ya kwamba yule hana Mungu. Anaye
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watatembea huku na huku, watatembea milima kwa milima, watatembea bahari kwa bahari, wakitafuta ni wapi watapata neno la Mungu wasipate. Bwana Yesu asifiwe. Neno kitabu cha Amosi 8:11 ukienda nyumbani usome. Ninasema hivi, wakati tunapochukua maombi kama hivi, tusiwe na ile tabia unaingia maombini tu kwa ajili ya kuombea shida, kwa ajili ya kuombea unahitaji. Wacha tumuonyeshe Mungu tunaweza ingia kwa fasti kwa sababu tuna kiu yake. Wacha tuingie kwa maombi tukionyesha Mungu kuwa tunaingia kwa maombi kwa ajili tuna njaa yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumuonyeshe Mungu sikimo. Unaona Mungu huwa anaangalia. Mungu anaangalia mioyo sana. Tusiwe watu wa kuwa ninataka nifugie hii, nataka nifugie hii, nataka niombe hii. Sawa, wakati mwingine tujitenge, tuombe kwa sababu tunahitaji Mungu. Tuombe kwa sababu tuna kiu ya Mungu. Tuombe kwa sababu tuna njaa ya Mungu. Na tukifanya hivyo Mungu hakuna siku ataondoka ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupigie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusome kitabu cha Mwanzo 26. Mwanzo 26. Tuanze hapo 21. Tutasoma polepole. 26:12. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi akakustawi, hata akawa mkuu sana. Akawa na mali na kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamhusudu, na vile visima vyote walivyochimba watumwa baba yake siku ya Ibrahimu babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia wakavijaza kifusi. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Basi Isaka akatoka huko akapiga kambi katika bonde la Gerari akakaa huko. Isaka akarudi akavichibua vile visima vya maji walivyochimba siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Isaka akawa na Mungu yule alikuwa ameapiwa na baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikafika mahali, ndio maana ninasema ya kwamba ukiwa mtumishi wa Mungu na Mungu yuko ndani yako, uwepo wa Mungu kwa ndani yako, ni lazima utapitia majaribu ambayo yatafanya hata adui zako waseme ya kwamba Mungu yu pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Isaka siku moja akawa amepanda mbegu wakati wa kiangazi. Sema kiangazi. Kiangazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua Mungu hupitisha mtu mahali pagumu sana. Mungu hupitisha mtu mahali ambapo wengine wakikuona wanashangaa huyu mtu anaabudu Mungu gani? Bwana Yesu asifiwe. Isaka akapanda mbegu wakati wa kiangazi, na neno linasema Isaka akavuna 100-fold kuliko wengine wote. Bwana Yesu asifiwe. Na ikafika mahali Isaka akasema, kwa sababu kuna visima baba yangu alikuwa amevichimba vilifanya kufunikwa na wale Wafilisti. Bwana Yesu asifiwe. Na Isaka akachukua hatua. Sema hatua. Hatua. Sema hatua. Hatua. Kanisa lizima sema hatua. Bwana Yesu asifiwe. Akasema visima vya baba yangu alikuwa amechimba, nimeona vimefunikwa na wale Wafilisti. Bwana Yesu asifiwe. Na akachukua hatua, akasema anaenda kufanya nini? Kuvichimbua. Kufanya nini? Kuvichimbua. Kanisa lizima kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Isaac hakuvunjika moyo. Walipoona tu ameenda kuchimbua vile visima, vita vikainuka wale Wafilisti. Bwana Yesu asifiwe.